Kwenye upande wa Mheshimiwa Clayton Chipando Baba Levo, moja ya mambo aliyosema ambayo nimemwomba Mheshimiwa Waziri nilijibu mimi ni kuhusiana na uwekezaji kwenye timu, kwamba tusiwekeze tu kwenye miundombinu kwa ajili ya AFCON, lakini tuhakikishe tunawekeza kwenye timu, tusije tukatia aibu wakati wa mashindano haya. Ukweli ni kwamba tunafahamu mashindano haya tunaandaa kutokea engo mbili. Ya kwanza ni kuhakikisha ya kwamba tunakuwa waandaaji wazuri kama host country, lakini la pili ni kuhakikisha tunakuwa washiriki wazuri hali kadhalika. Hata leo mchana wakati tumepata break hapa, nilikuwa mmoja wa watu tuliopoteza muda mwingi kuzungumza kuhusu mpira ni kocha wa timu ya taifa ndugu yangu Miguel Gamondi, na tulikuwa tunaongelea development ya mpira wa miguu, namna ambavyo tunaweza kupata wachezaji kutoka chini, tunaweza pamoja na mambo mengine kuhakikisha wachezaji wa ndani wanapata nafasi kwenye nafasi zote na kuimarisha timu yetu ya taifa. Kwa hilo hili tunalijua, tunafahamu kwamba tuna vitu viwili vya kuandaa. Tuandae mashindano yenyewe, lakini na tuandae timu yetu ya taifa ili tusije tukatia aibu. Lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeona bajeti imeombwa hapa zaidi ya bilioni 500 na kitu. Pesa nyingi naona zinawekwa kwenye kutengeneza barabara, kutengeneza viwanja, kuweka mazingira mazuri. Tunashukuru sana. Lakini nataka nimwambie Mheshimiwa Waziri kwamba viwanja havichezi pale ndani. Kama hatutawekeza kwenye timu ya taifa na tutapeleka wazee wale, itakuwa ndo aibu ya kwanza kukutana nayo katika mechi ya kwanza ya ufunguzi, na rais yuko pale, tunapigwa 3, hata refa abebaje hawezi kutupa penalty 3. Kwa hiyo nataka nikupe ushauri Mheshimiwa Waziri, bado muda tunao, twende tukatafute vijana, na hata ukitaka sisi hapo tuko wabunge wenzako, tutakusaidia kwenye engo moja. Tupe kazi, kila mbunge kwenye jimbo lake akuletee vijana 2 kiboko kabisa kwenye jimbo, wakusanye pale Dar es Salaam. Tuko wabunge hapa zaidi ya 270 na kitu. Tukikuletea vijana 2 au 3 utapata vijana 800. Mwambie mzee Gamondi kama yupo, where is Mr. Gamondi, angenisikia na yeye. Mkusanyie vijana 800 pale, mwambie katika hawa vijana 800 ambao nimewaleta kutoka kwenye kila jimbo, naomba upate wachezaji 25 ambao wataenda kushambulia pale. Vinginevyo ukipeleka wazee ndo utaona namna ambavyo unaenda kupata aibu mbele ya Mheshimiwa Rais. Ndugu yangu, na mimi wewe ni jamaa yangu, lazima nisimame na wewe, tutaaibika wote pamoja. Na kushauri tutafute vijana katika mashule, tutafute vijana katika majimbo, na sisi wabunge kidogo kariski kapo kidogo, tuna uwezo wa kusaidia hata kuwasafirisha hao vijana kwa pesa zetu, tuwalete Dar es Salaam, wakusanyike pale, uchuje. Lazima tushirikishe sisi, kwa sababu ukiwapa maafisa michezo wataona dili limeingia kwenye kazi. Sisi wabunge tunapenda sifa, kwa lazima turuetea watu ambao watatuletea sifa kwenye majimbo yetu. Tupe nafasi tukusaidie. Hii kazi uiwezi wewe mwenyewe ndugu yangu. Tupe nafasi tukusaidie, tupate timu yenye vijana. Ukipeleka wazee, akili nataka kupiga, mwili unakataa kabisa, viungo vimeshaenda, viungo viko old. Na unajua mataifa mengine wanakuja hapa wana hasira, hawatatuhurumia tu kwa sababu sisi ndio tumeandaa haya mashindano. Tutapigwa kama ng'ombe, na mimi hiyo sitokubali, na itazidi kutupa ugumu sisi ambao tunahamasisha wananchi waende wakaishabikie timu ya taifa. Usifikiri timu ya taifa watu hawaipendi, ila wanaogopa vipigo. Wakienda pale wanaona kabisa ninaenda kushabikia, lakini kipigo nitakachokutana nacho kitanirudisha na uchungu.